Wapenzi wa soka nchini Tanzania, tunaelekea kwenye michezo minne mikubwa nchini Tanzania baada ya timu zetu nne kuweza kuwa na mafanikio ya kihistoria. Tangu tupate uhuru hatujawahi kuwa na timu nne zinazoshiriki mashindano ya kimataifa. Maana yake sasa hivi Tanzania tuna timu nne zinazowakilisha Tanzania kwenye mashindano makubwa ya kuionyesha Tanzania kwamba tumepiga hatua kwenye ulimwengu wa soka ama kwenye tasnia ya mambo ya football. Haya ni mafanikio makubwa sana, mafanikio makubwa sana yaliyopatikana kwa wakati huu. Lakini hizi ni harakati ambazo zimetoka muda mrefu sana. Huko nyuma tukiangalia timu zetu nchini Tanzania tulikuwa tuwezi kufika kwenye hatua kama hii. Ilikuwa tunawakilishwa na timu moja ama ikizidi sana timu mbili, lakini kwa sasa hivi tumekuwa na mafanikio makubwa sana ambapo tunawakilishwa kimataifa na timu nne. Timu ambazo ni Yanga, Simba, Azamu na Singida Black Stars aka Walima nini Alizet kutoka Liti Singida. Kwa hiyo sasa haya ni mafanikio makubwa sana yaliyopatikana. Hizi timu zinatuwakilisha vema, na moja kati ya timu ambayo inaingia uwanjani kesho ni Yanga Sport Club, timu ya wananchi, timu wa wababe wa Jangwani, timu ya wababe wa Kariakoo. Kesho anashuka dumbani katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar, uwanja ambao ni mzuri wa kimataifa, naweza nikasema hata kushinda wa Mkapa, kwa sababu Amani ni uwanja moja, kuna carpet nzuri kabisa, uwanja unavutia, una taa, una mandhari nzuri. Kwa hiyo kesho Yanga wanashuka uwanjani kupambana na timu ambayo imepangiwa kucheza mchezo huo. Lakini katika tathmini yangu mimi naiona nimeiona kwa sababu nyingi. Mmoja wapo ikiwa ni Yanga ni timu yenye spirit kubwa, ni timu yenye energy, ni timu yenye upendo baina ya viongozi na wachezaji, baina ya wachezaji na mashabiki, baina ya viongozi na mashabiki. Kutokana na hili tu, kesho naipa Yanga 60% ya kuondoka na ubingwa na kuweza kuendelea na hatua inayofuata. Kwa hiyo Yanga kesho, amani yangu ya moyo inanionyesha kwamba Yanga kesho wanatoboa mwamba ambayo ulikuwa mkubwa sana, kwa sababu imekuwa ni kipindi cha muda Yanga inatiliwa mashaka kutokana na historia fupi ya huko nyuma, wachezaji ambao ilikuwa nao wakina Stefan Aziziki, wakina Fiston Kalala Mayele na wachezaji wengine ambao walikuwepo kwenye kikosi. Lakini Yanga tangu wameanza ligi na mashindano haya wameonyesha kusuasua kidogo, lakini hiyo bado sio sababu, kwa sababu spirit huwa inaweza kupatikana kwa siku moja ama siku mbili. Inategemea viongozi na wachezaji wamekaa, wamezungumza nini, wamezungumza kwa namna gani, wamezungumza wakiwa wapi na nini walichozungumza. Kwa hiyo Yanga kesho naipa 60% nyingi ya kuondoka na ubingwa. Vile vile kesho kutwa pia tarehe 23 Simba Sport Club mnyama mfalume wa mwitu, na yeye anaingia dimbani kumenyana na timu ambayo imepangiwa yenyewe, inamenyana hapa Dar es Salaam, uwanja wa Mkapa, uwanja wa Lupaso, uwanja wa Benjamin William Mkapa, rais awamu ya 3. Ndio wanaenda kushuka dimbani na wapinzani wao kwenye mashindano ya CAF. Simba kwa spirit ilionayo na yenyewe naipa ubingwa kesho kutwa. Kwa hiyo Tanzania tunazidi kung'ara kimataifa. Hizi timu mbili zote zina spirit kali sana. Ubora wa wachezaji unaweza kuwa sio sababu, ubora wa klabu unaweza kuwa sio sababu. Sababu ni ile spirit. Nini mnachozungumza kabla ya mechi? Nini kile ambacho mmekifanya kabla ya mechi? Wachezaji inawezekana kila mmoja kunaonekana kutokuwa na maelewano kati ya ground ndani ya pitch, lakini spirit ya kwenye mchezo wa klabu bingwa ni spirit tofauti kabisa.
Yani ni sawa na Mwadzabe anapomuona nyani. Yani utasikia yani anapata spirit ya tofauti. Yani hiyo ni spirit ambayo ni sawa na ya chui anapomuona swala. Alafu chui mwenye njaa inabadilika kabisa. Simba mtakumbuka swala la uwezo wa timu, uwezo wa mchezaji sio sababu kabisa ambayo inapelekea matokeo, kwa sababu Simba huwa inabadilika kutokana na timu ambayo wanashindana nayo. Wakishaambiwa bwana hii ni klabu bingwa, hapa ndio sehemu pekee ya kujiuza mchezaji binafsi. Hapa ndio sehemu pekee ya kuuza klabu yako iweze kufika kimataifa. Spirit huwa inabadilika sana kwa Simba. Na ndio maana ukiangalia AC Vita kati ya michezo ya nyuma, AC Vita ilipokuwa inacheza na Simba kwenye mashindano ya klabu bingwa miaka kadhaa iliyopita, AC Vita ilikuwa na jina kubwa sana. Lakini lilipofika swala la Simba kukabiliana na Simba hapa Benjamin Mkapa, enzi hizo wana wachezaji wao wakali sana, wakiwa na Nelson Munganga, wakiwa na wachezaji wao kama Juma Shabani, wakiwa na wachezaji wengi sana ambao walikuwa nao, au ni wachache tu waliokuwa nao. Lakini walipofika kwa Benjamin Mkapa na Simba Sport Club walipata spirit ya kimashindano. Kwa hiyo walitoboa mchezo kwa 2-1. Waliendelea na hatua iliyofuata. Yanga vile vile katika historia ishe kumenyana na TP Mazembe. TP Mazembe ni klabu moja ambayo ni kubwa sana, ambayo ilikuwa inamilikiwa na tajiri kutoka Katanga, Moise Katumbi. Alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mtu ambaye anamwaga fedha kuhamasisha energy ya kimchezo. Lakini ilipofika swala la kimashindano, Yanga ilipata energy kuzidi pesa, kuzidi ukubwa wa klabu, kwa sababu TP Mazembe ni klabu iliyokuwa tishio sana. Lakini spirit ya Yanga haikuangalia hiyo, ilibadilika kutokana na mashindano yenyewe, ikapata spirit kama ya Mwadzabe. Mimi nakwambia hizi klabu zote 4, Singida Black Stars, Walima Alizeti kutoka Singida Liti, na wao wanaenda kupata spirit ya Mwadzabe kutoka msituni. Yani yeye haogopi Simba, haogopi tembo, haogopi chui, lakini yeye anachotaka ni kupata nyani wa mwituni kama kitoweo. Kwa hizi timu zote zinazokuja kuanzia kesho na kuendelea na hizi siku zinazofuata zinaenda kuwa kitoweo nchini kwa klabu za nchini Tanzania. Kitoweo ni kama Mwadzabe. Kwa hiyo hizi klabu zinaenda kuvamiwa kama Mwadzabe anapovamia nyani akiwa msituni. Hawezi kuogopa kitu chochote. Kwa stay tuned kuanzia kesho. Tabiri nimeshazungumza. Kesho matokeo positive kabisa yanaenda kupatikana uwanja wa Amani Zanzibar. Ni hayo tu kwa leo. Endelea kufuatilia Badilika TV. Tupo hapa kila kona, kila habari, kila nyakati, kila dakika, kila saa tunakuhabarisha. Hala.